Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Rais wa Marekani Donald Trump ni kiongozi asiyetaka kukosolewa na viongozi wenzake ulimwenguni kutokana na yale anayoyafanya. Viongozi mbalimbali wamemkosoa kiongozi huyo wa Marekani kuhusu vita vyake dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, wakisema kwamba kwa namna ambavyo Iran imekuwa na misimamo mikali kunaifanya Marekani kudhalilika siku moja. Hata hivyo, Kansela Friedrich Merz kutoka nchini Ujerumani alimweleza rais wa Marekani Donald Trump kwamba moja kati ya jambo ambalo limekuwa ni kama vile linaifedhehesha Marekani, moja kati ya mataifa makubwa duniani, ni pamoja na vita hivi kati ya Marekani na Israel. Kansela huyo mnamo siku ya Jumatatu alitoa maoni yake wakati wa tukio la hadhara ya wanafunzi, akielezea wasiwasi wake kwamba Iran inaonekana kujiamini kupita kiasi katika mazungumzo na Marekani, hali ambayo alitafsiri kama ishara ya kudhoofika kwa msimamo wa Washington. Kansela huyo wa Ujerumani alihoji mkakati wa Marekani kuhusu kujitoa kwenye vita na Iran, huku Iran ikiwa imetoa mapendekezo mapya kuhusu kufungua mlango wa bahari Hormuz iwapo swala la mpango wake wa nyuklia litawekwa pembeni kwa sasa. Iran pia inataka Marekani iondoe mzingiro dhidi ya nchi hiyo katika sehemu ya mapendekezo yake. Hayo ni kwa mujibu wa maafisa wawili ambao wamezungumza kwa masharti ya kutotajwa majina, na mapendekezo hayo mapya yamewasilishwa kwa Marekani na Pakistan. Lakini kansela wa Ujerumani Friedrich Merz akasema Marekani inadhalilika mbele ya Iran kwa kukosa mkakati ulio wazi kwenye vita na Iran, na ametahadharisha kwamba mzozo unaongezeka bila ya Washington kuwa na njia ya wazi ya kujitoa. Kansela Merz amesema. Hata hivyo, alinukuliwa akisema Wamarekani wanaonekana wazi hawana mkakati wowote, na tatizo la migogoro kama hii ni kwamba hutakiwi tu kuingia kwenye vita, lakini pia unapaswa kuwa na mpango kamili wa kutoka. Wairan wanaendesha majadiliano kwa ustadi mkubwa, na badala yake Wamarekani wanasafiri hadi Islamabad na kisha wanaondoka mikono mitupu bila matokeo yoyote. Mgogoro huu unatakiwa umalizike haraka iwezekanavyo, alisema Friedrich Merz, kansela wa Ujerumani, akielezea mgogoro huo. Lakini rais wa Marekani Donald Trump ni kama vile ni mtu ambaye amekataa kukosolewa kutokana na kile ambacho kinaendelea kati yake na Iran. Rais huyo wa Marekani amepinga kukosolewa huko na kansela Friedrich Merz kufuatia kauli hiyo ya Merz kuhusu mzozo unaoendelea. Hata hivyo, rais huyo wa Marekani kupitia ukurasa wake wa Truth Social alijibu kwa ukali akisema Merz hajui anachozungumza na anamtuhumu kwa kudhani kuwa ni sawa kwa Iran kumiliki silaha za nyuklia. Kauli hiyo imeonyesha wazi kutoridhishwa kwa Trump na mtazamo wa Merz kuhusu namna Marekani inavyoshughulikia mazungumzo na Teheran. Lakini pia rais huyo wa Marekani anadhani kwamba yeye anajitosheleza na anaweza kufanya lolote katika wakati wowote, na kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kumpa msaada wowote. Hata hivyo, rais huyo wa Marekani Donald Trump amekuwa akielezea mara kadhaa kwamba mataifa ya magharibi yameshindwa kutoa msaada kama sehemu ya NATO, na hivyo wakati huo napaswa kukaa kimya, yasizungumze chochote kuhusu mlango wa bahari wa Hormuz, kwani mpango wa rais wa Marekani Donald Trump ilikuwa kushirikiana na wenzake katika NATO ili waweze kufungua mlango wa Hormuz, lakini nchi hizo za NATO ziligoma na zilidhani kwamba kufungua kwa nguvu mlango wa bahari wa Hormuz ambao ulifungwa na wa Iran ilikuwa ni sawa na kujiingiza katika vita ambavyo wao wa magharibi hawakutaka kujiingiza kabisa. Basi mtazamaji, hayo ndio tuliokuwa nayo, ni kile ambacho rais wa Marekani Donald Trump amekizungumza dhidi ya kansela Merz kwamba Merz hajui lolote kuhusu vita vinavyoendelea na anapaswa kuwa kimya. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News.